hii ni Ocean Classic, na hapa nilipo niko na mshikaji mmoja kwa jina tutatambulisha vizuri kwa jina lake, na leo hivi basi nimekuja kumhoji mwanafunzi huyu ambaye amekulia zaidi kwenye mambo ya utangazaji na mambo ya habari. Na hii ni baada ya shule kuandaa maalum ambao wanafunzi hawa basi wataenda kuitembelea mji wa Nairobi kwa ajili ya kusoma zaidi kuhusu utangazaji. Sio mwanafunzi? Naam, sasa tutambulishe wewe kwa jina nani? Kwa jina ni John Albert Jongari. Mimi ni mwanafunzi katika chuo cha kiufundi cha Nwai cha Kabete. Hasa mwanafunzi ambaye amebobea katika somo la wanahabari. Asante sana John. Sasa ningekuuliza, labda niko na swali moja ambalo ningependa tuangazie zaidi kuhusu jambo kama hili. Unajua ni shule ambayo imeandaa sherehe kama hii maalum haswa ya kutembelea Royal Media Success. Naelewa kwamba ile ni radio station, ni TV station na vitu vingine vya habari kama vile Radio Maisha na vitu vingine hivyo, sio? Naam. Hii ina maana iko na umuhimu gani wewe kwa wewe kama mwanafunzi ambao unaelewa sana kwa hii sekta ya utangazaji ama kutangaza habari yani hasa? Ina umuhimu gani kwako wewe kama mwanafunzi? Naam, bila shaka mwenzangu Ocean, hili ni jambo ambalo sisi kama wanafunzi, hasa wanafunzi wanaofanya utangazaji, ni jambo ambalo tumelipokelea kwa kishindo kikubwa na kwa shangwe kuu, kwa furaha tena sana, maana katika shule ama shuleni hatuna studio ama hatujapata ile fursa ya kuweza kujua hali ya studioni, kuweza kujua jinsi ya utendakazi wa vyombo vya studioni. Lakini leo wakati tumepata fursa ya kuingia hapa, kwanza tumeingia katika Citizen TV, tumeweza kulakiwa na mwenzetu pale Lulu Hassan na Rashid Abdalla. Pia tumeweza kuingia pale Radio Maisha, tumepatana naye Steven Mkangai. Bila shaka Steven Mkangai mwana sport mashuhuri sana. Ameweza tu kutupakulia muondo, tumeweza kusoma tu, si kusoma kuhusu wanahabari bali tu kusoma pia katika operesheni ya vyombo vya utangazaji. Ni jambo ambalo tumelipokelea kwa furaha sana, na pia tunapatiana shukrani zetu kwa usimamizi wa shule. Naam, asanteni sana. So mwanafunzi, unasikia mtazamaji kwamba ashawahi kutembelea studio moja maalum ambao ni Royal Media Success kule mji wa Nairobi, ambapo ni radio station na kwa ujumla basi TV station. Na unasikia kwamba walienda mpaka Radio Maisha ambapo walipatana na wale watangazaji maalum ambao wamepea katika nchi ya Kenya kwa ajili ya utangazaji, sio? Naam, na najua hivi rasha yuko shule kwamba mtaizuru yule mji wa Kericho ambapo unaenda kuangazia zaidi na kusoma zaidi kwenye Radio 47. Naam, najua unaenda kumpata mtangazaji kama vile Hassan Kauleni ambaye ashapokea sana kwenye mambo ya spoti na mambo ya michezo, sio? Naam, unafahamu zaidi kwamba kulikuwa na mechi ya Manchester dhidi ya Chelsea ambayo basi ilikuwa imechezwa jana usiku. Bila shaka. Sio, ilikuwa ni mechi ya kutarakanda sana na kitamu, sio? Kwa vingi bila shaka. Kishindo na ilikuwa imengojea na watu takriban watu wengi. Wameisubiri. Wameisubiri sana. Naam, najua sasa hii ni uondo, baadhi ya uondo ambao mnaenda kuangazia sana na huyu beki ambaye anaitwa Hassan Kauleni kule kwenye Radio 47. Naam, na naona kwamba Mr. John unaongea ukiwa na furaha sana. Hebu ambie furaha yako ni ipi kuhusu hii sekta ya utangazaji? Yaani ina manufaa gani? Ina manufaa gani kwa ujumla? Naam, bila shaka mtazamaji wangu, nina furaha tu isiyo na kifani, kwa maana mimi hufurahia kufanya kile ambacho nilizaliwa kufanya humu duniani. Kwanza na furaha kwa sababu hiki ni kibali ambacho nilikabidhiwa na Maulana tu kadri tu nilipofika humu duniani. So nafurahia
ninafurahia sana, ninafurahi sio na kifani tu kuweza kutembelea vituo hivi vya mbali, hasa katika stesheni ya kitaifa Citizen TV, na sasa tunaelekea katika Radio 47 ambapo tunaenda kukutana na baadhi ya watangazaji hasa waliobobea wenye tajriba pefu katika sekta ya utangazaji nchini. Nina furaha sana bila shaka. Naam. Okay, asanteni sana. So kumkuta mshikaji kama huyu ambaye zaidi ni mwanafunzi na anajielewa sana kwa ajili ya sekta ya utangazaji, ambaye anaelewa sana na ni mchasiri sana ukimwangalia huyu Mr. John, na anaelewa sana kulingana na hii kazi ambayo anaenda kuizingatia. Miaka 2 au 3 miaka 2 tu, alafu sasa nikaweza kuingia katika studio. Naam, na nikuulize kwa mfano jichukulie kwamba ulikuwa ushawahi kumaliza ama pengine umemaliza sasa masomo yako kwa muda wa miaka 2.5, sasa unaenda kwa ajili ya kujifunza. Ungependelea sana kuenda session gani wewe msajoni? Asante sana mwenzangu Ocean kwa swali hilo. Mimi hapa nilipo hasa ningetarajia sana kuweza kujiunga na wanahabari ama watangazaji katika kituo cha televisheni cha Citizen TV. Ningetaka kujiunga na wenzangu pale akina Jeff Koinange, live JK Arriva, I can like even to meet Glarul Hassan and Rashid Abdallah, of course. Yeah, that's good. So asanteni sana mshikaji kwa ajili ya kutanisha, kwa ajili ya interview maalum kama hii ambayo tumeangazia mambo mengi kwa ajili ya utangazaji na habari, sio? Asanteni sana. So nikirudi studioni nipate mimi kama Ocean Classic na nitakuletea mambo kama haya Jumatatu nyingine. Sawa, asanteni sana mshikaji.